Katika jina la Mwana Yesu Kristo tunakushukuru Mungu kwa uweza wako. Naalika uwepo wako na nguvu zako kudhihirika mahali hapa Bwana. Mtumishi wako anapoenda kunena neno lako, wacha nguvu zako zikadhihirike kwa uweza wako, kwa nguvu na kwa ushindi wako Bwana. Neno lako likakae kinywani mwake Bwana. Akanene na watu wako kwa kuwafundisha, kuwaonya na hata kuwahimiza Bwana. Ukatende kwa uweza wako, kwa nguvu na kwa mapenzi yako Bwana, ili kwamba kila mmoja aliyeingia katika hekalu hili asitoke jinsi alivyokuja Bwana, bali akabarikiwe anaporudi nyumbani, awe amejazwa na Roho wako Mtakatifu, na hata kupata hekima na maarifa kutoka juu mbinguni Bwana. Tenda kwa uweza wako, kwa nguvu na kwa ushindi wako Bwana. Nakemea kila vifungo vyote vya giza ambavyo vinainuka na kuleta confusion juu ya watu wako. Wengine wanaingia Facebook, wengine wanaangalia picha ambazo hazifai, wanaweka mawazo yao kwenye simu zao. Tunakemea katika jina la Yesu Baba kabane kusina. Leta ufahamu tokao juu mbinguni, watu wako wakakusikilize Bwana, watu wako wakaone neema yako Jehova, ili kwamba watokapo katika nyumba yako wao wamebarikiwa na kufunguliwa Bwana. Mimina Roho wako Mtakatifu juu ya mtumishi wako Bwana. Wacha hilo neno likadhihirike kwa uweza wako, likamiminike kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu. Ufahamu wote kampe Bwana, ufahamu wa mbinguni kampe Bwana, ufahamu wa neno kampe Bwana. Siri zako Mfalme watu kafunulie yeye, ili kwamba kanene na watu wako Bwana, jinsi ulivyonena na manabii waliotutangulia, nasi tutalitukuza na kulinua jina lako. Ni asante Bwana, ni kwa jina tawala, na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Tushangilie Bwana. His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil of faith. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time.
In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. And this have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may reside in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him, and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently and with the greatest care, trying to find out that time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when he predicted the suffering of the Messiah and glories that would follow. It was revealed to them that they were not serving themselves but you, when you spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things. That's the word of the Lord. Nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo kujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Naye mwampenda ijapokuwa hamkumuona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa mnamwamini na kufurahi sana, kwa furaha isiyoneneka yenye utukufu, katika kupokea mwisho wa imani yenu, yani wokovu wa roho zenu. Katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulionywa na Roho wa Kristo aliye ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo, ambayo sasa wameyahubiri kwenu, na wale waliohubiri ninyi Injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Let us begin to understand this message that says God is the living hope. Wacha tumakinike kufahamu ujumbe huu unaosema kwamba Mungu ndiye tumaini hai. This is Apostle Peter who is bringing a message that gives us a hope of living. And he says we have to praise and glorify God, who is the Father to our Lord Jesus Christ. And in him he brought a rebirth of our life. Huu ni ujumbe unaoletwa na mtume wa Mungu Petero kwetu sisi, kwamba tuwe na matumaini kwa Mungu anayeweza kutuhuisha. So the message of Peter is recultivating our own understanding about the will of God and the purpose of the coming of Jesus Christ.
Ujumbe huu wa Mtume Petero unapata kuendeleza tumaini letu katika kuja kwake Yesu Kristo. Formerly we were the evil world, but when Jesus Christ came to die for us, especially the death and the resurrection and the rising up of Jesus Christ was a renewal of our life so that we get a living hope again through God. Mwanzo tulikuwa watu tuliopata kuishi katika dhambi, lakini baada ya kuja kwake Yesu Kristo akafa na kufufuka, tukapewa kuzaliwa mara ya pili kwa ajili ya matumaini la Bwana. That the trials that you engage in day to day is only a refined fire that prepares you for the heavenly kingdom, and especially the last expectation of the last days. Na kwamba majaribu tunayopitia wakati huu ni hali ya kuandaliwa na kutengenezwa ili kwamba tuwe watu ambao tumejaa utukufu wa Mungu katika siku zinazokuja. That's why Peter gives reference about the prophets, what they spoke about concerning the coming of the Messiah, and also spoke about the expectation the expectations of the believers for the coming of the Messiah. And directly it was for the deliverance of the world. Na ndipo mtume ananena kuhusu nabii uliotolewa na manabii waliotangulia waliotabiri kuja kwake Yesu Kristo na kuteswa kwake ili kwamba tukapate kufunuliwa. So the message of the prophets was to give us hope in the Lord. Ujumbe wa manabii ilikuwa ni kutupa matumaini katika Bwana. And this rebirth is now determined by the coming of Jesus Christ the Lord, and also his death on the cross and his resurrection from the death, and even rising up to heaven and sitting on the right hand of the heavenly kingdom seat. Na mambo haya yanadhihirishwa kwa Yesu Kristo kuja na kufa na amefufuka, amekaa katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Therefore the Bible is all round giving us hope. Hivyo Biblia imezungukwa na kutupa matumaini. Every message that you read from the voice of God mentioned in the Bible is only intended to give you hope. Kila ujumbe tunaousoma katika neno la Mungu imekusudiwa kutupa matumaini. So as believers and Christians, we must always continue praising God for bringing in the Son for our salvation. Hivyo kama Wakristo lazima siku zote tukazidi kumhimidi Bwana kwa kutupa Yesu Kristo kama mwokozi wetu. It doesn't matter the tribulations that you'll experience in your life. What matters is your hope in God. Haijalishi majaribu utakayopitia katika maisha, litakalojalisha ni kwamba matumaini yako katika Bwana. The apostle says, most of us we never saw Jesus Christ, but we believe in him, that he came for our salvation, and through him we shall gain the hope of the Lord God Jehovah. Mitume wanasema hatukumuona Yesu Kristo, lakini tumwamini na anatupa matumaini ya kwamba tazama tutapata kuhuishwa wakati Kristo atakapofunuliwa. So when we trust and believe in the Lord, it doesn't mean that we are doing what is wrong. We are doing exactly what is precisely connecting us with the heavenly kingdom. Tunapomtumainia Bwana hatufanyi kitu kisichostahili, bali tunafanya mambo ambayo yamepata kudhihirishwa katika ufalme wa Mungu. Therefore we have to make our hands conscious to the faith of the Lord. Hivyo lazima tukapate kufanya mambo yetu kuwa wazi mbele za Mungu, so that we can live a life of expectation, ili tukaishi maisha ya matumaini and the life of hope in the Lord, na maisha ya matarajio mema katika Bwana. Whenever you are tried, it's only a preparation for that refining of your hope. Unapojaribiwa ni maandalizi tu ya kupata kutengenezwa katika tumaini lako. As good Christians, we should not lose hope because of trials. Kama Wakristo wema tusipoteze matumaini kwa sababu ya majaribu. There are many challenges that come on your way as you undertake salvation. Kuna changamoto nyingi ambazo zinatupata tunapokuwa katika wokovu. Apostle Peter is saying the message began from the time of the prophets, and even what the apostles were doing was a repetition of the voice of God that came through the prophets. Mtume Petro anasema ujumbe ulianza wakati wa manabii, na yanayotimia sasa tazama yalipata kutabiriwa na manabii waliotangulia. And that's why we are preaching the same message at the moment, so that
there is deliverance of our souls and our lives. Na ndipo tunahubiri ujumbe huo kwa ajili ya ukombozi wa nafsi zetu na maisha yetu. Therefore we have to understand that there is a revelation that will come the day when Jesus Christ will come back to harvest his people. Hivyo tufahamu kwamba kuna ufunuo utakaokuja wakati Kristo atakaporejea kunyakua walio wake. We have to understand the spirit of righteousness. Lazima tuelewe roho wa haki. Every action that we do or undertake must be privileged with righteousness. Kila matendo tunayohusishwa nayo lazima yakafananishwe na haki. So that when the day comes, we shall never cry, we shall never mourn, we shall never lament. Ili kwamba siku itakapofika tusilie na kuomboleza. We don't have to put our minds in any other thing. It's only the Lord Jesus Christ and the God the Father of our Lord. Hatuhitajiki kuweka mawazo yetu kwa mambo mengine yote bali kwa Mungu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Everything on earth will come to pass, but the life of eternity will be there forever. Kila kitu duniani litapita, lakini ufalme wa Mungu utakuwa milele. Our focus must be on the kingdom of heaven. Mtazamo wetu lazima uwe kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. A successful and most victorious Christian must focus the heavenly kingdom. Mkristo aliye na ufanisi lazima angalie ufalme wa Mungu. And that's where our hope will come from. Na hapo ndipo matumaini yetu yatoka. That's why Christians must be very jovial in the church when we have sessions like this of the Sabbath services. Na ndipo waumini wanahitajika kuchangamka katika ibada ya namna hii. Knowing that through this service we shall praise and glorify him, the Lord Jesus Christ. Wakijua kwamba katika ibada ya namna hii tutamtukuza na kumhimidi Bwana. And that's when we increase our chances of hope in the kingdom of heaven. Na hapo ndipo tunaongeza matumaini yetu ya kuishi ufalme wa mbinguni. That's exactly what the Lord has prepared for us if you can do his will. Na hili ndilo Bwana amepata kuliandaa kwa ajili yetu ikiwa tutatenda mapenzi yake. So that we shall lose nothing in our lives. Ili kwamba tusipoteze chochote katika maisha yetu. Therefore when you undergo any kind of trial, however many they are, is a refination time for your victory. Haijalishi majaribu unayopitia, ni maandalizi kwa ajili ya ushindi wa Bwana. It's a time of refilling your spirit so that you can work well with God and build a good relationship with your God. Ni wakati wa kujaza Roho Mtakatifu ili kwamba ukapate kuishi vyema na Mungu. We are not to be perplexed because of situations. Hatuhitajiki kuhangaika kwa sababu ya majaribu. The weakness of a Christian shall increase at the time when you get perplexion because of situational changes. Udhaifu wa mtu unapata kuongezeka wakati wa majaribu. Let us see what the book of James says. The book of James chapter 1 verse 18. The Bible says, he chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. Kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 18. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. The Bible says we are made the first fruits of God by getting a rebirth from Jesus Christ, the Son of God. Biblia inasema tumefanyika limbuko kwa kuzaliwa upya kwa mwana wa Yesu, kwa mwana wa Mungu. So we should always be happy in our life of Christianity. Hivyo lazima tufurahie maisha yetu ya Ukristo. Because when God sent the Lord Jesus Christ, the only Son, for being a sacrificial lamb, he had a purpose to bring us unto happiness. Kwa sababu Bwana alipomtoa Yesu Kristo kama kondoo kwa ajili ya kutukomboa sisi, alipata kutufungua. And those who were recruited in Christianity, they have been made a special being in the kingdom of heaven. Na waliopewa nafasi kwa ajili ya kufanyika watoto wa Mungu wameandaliwa nafasi katika ufalme wa Mungu. And that's why the Bible says that we are chosen to be, we are chosen for birth, so that we are counted the first fruits of God. Na ndipo
Biblia inasema ya kwamba tumechaguliwa kuzaliwa ili tuwe limbuko kwa ajili ya Mungu. The only way you get the rebirth or you get the second birth, you have to undertake and get the word of the truth. Njia tu pekee ya kuzaliwa mara ya pili ni kulipokea neno la kweli la Mwenyezi Mungu. The word of the truth shall only come from the Bible. Neno la kweli latoka katika Biblia takatifu. It's what speaks the voice of God. Ni sauti ya Mungu inayonena. When you see people who continue conflicting in every stage of their life, it's because they lack the word of God. Tunapoona watu wanahangaika katika maisha yao ni kwa kukosa neno la Mungu. All the controversies that we see day to day is just the lack of the word of God. Hali ya sintofahamu tunayapata siku baada ya nyingine ni kwa sababu ya kukosa neno la Mungu. But those who understand the will of God, they'll never be tortured their minds because of what happens day to day. Lakini wale ambao wanalifahamu neno la Mungu hawatahangaishwa kwa sababu ya majaribu ya siku baada ya siku. That's why we should continue praising the Lord in everything that we do, and with a lot of expectation and high hopes that we are going to get the heavenly kingdom. Na ndipo tunahitajika kufurahia sana tunapokuwa katika majaribio kwa sababu ya matumaini mema ambayo yapo mbele yetu. The moment you declare salvation, that's the time you are called a first fruit of the Lord. Wakati ambapo umetangaza wokovu ndipo unafanyika limbuko la Bwana. You are already the audit of God, that you are part of those who are going to celebrate that kingdom. Umefanyika mteule wa Mungu ambaye umechaguliwa kati ya hao ambao watapata kusherehekea ufalme wa Mungu. But the moment you continue conflicting in your own mind, know that the word of doom is awaiting you. Lakini unapozidi kujichanganya katika mawazo yako, dunia ya uharibifu inakungoja. There are people who may not even need correction in their life. Kuna watu ambao hawataki kurekebishwa katika maisha yao. And the word of truth is based on correction. Na neno la kweli linaangazia kurekebisha. If you don't agree with correction, then you not go to heaven. Usipokubaliana na marekebisho basi hautaingia mbinguni. Because that is the repercussion and a refute against the will of God. Kwa sababu hiyo ndiyo ghadhabu ya Mungu juu ya wale ambao hawatii. Therefore we have to understand his will and do what is right. Hivyo lazima tuelewe na tufahamu mapenzi yake na kupata kuyatenda. Let us read the book of Colossians. Colossians chapter 1 verse 12. Which says, and giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of the light. Kitabu cha Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 12. Mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. We have to give thanks to the Lord in every time of our life. Tunahitajika kumshukuru Bwana katika kila wakati maishani mwetu. He has offered qualification unto our lives. Maana ametupa urithi katika maisha yetu. As we are in the church now, listening to the word of God, which is the word of truth. Kama vile tulipo kanisani kusikia neno la kweli ambalo ni neno la Mungu. We continue documenting our journey to the eternal life. Tunaendelea kuweka maisha yetu katika ufalme wa milele. And that's why Christians must be joyous every time when they are proclaiming the will of God. Na ndipo Kristo wanahitajika kufurahia mara zote wanapotangaza mapenzi ya Mungu. We lose nothing when we attend a Sabbath service like this. We lose nothing when we transmit in services. That is the will of God, to document ourselves to the journey of the heavenly kingdom. Hatupotezi chochote tunapohudhuria ibada ya namna hii na hata ibada za mkesha, maana ndizo zinaongeza ladha katika safari yetu ya wokovu. Therefore, Apostle James supporting the message of Apostle Peter when he says we have to glorify the Lord Jesus Christ, or through him we gain the life of eternity. Na mtume Yakobo anamuunga mkono mtume Petro kwa kusema ya kwamba tumestahilishwa na kuwekwa kama watoto wa nuru. In any way,
we must continue praising and glorifying the name of the Lord. Kila wakati tunahitajika kulitukuza na kuliinua jina la Bwana. When we agree with the message of the kingdom, we don't fall less of anything. Tunapokubaliana na ujumbe wa ufalme hatupotezi chochote. Because the Lord will always congregate his will in our life. Kwa sababu Mungu siku zote atatia mapenzi yake ndani mwetu. For he is a God that will ever promote those who believe in him and those who trust in righteousness. Kwa sababu ni Mungu ambaye anawainua wote wanaomtumainia na kuwapa matumaini katika maisha. So that we can continue proclaiming the true message of the King of the heavenly kingdom. Ili kwamba tukaendelee kutangaza neno la Kristo kwa ajili ya ufalme wa Mungu. And that will only come from the word of the truth. Na hili litatoka tu kwa neno la kweli. What about the person who do not love the word? Na mtu ambaye haipendi neno. And the person who is always absent in the services of the church. Na mtu ambaye siku zote anakosa kuhudhuria ibada za Bwana. That one means the person will miss the position of being a first fruit of the Lord. Mtu huyo ataikosa nafasi ya kufanyika limbuko kwa Bwana. This position can only be found when you work hard in the Lord and attend the true services of the Lord. Kufanyika limbuko inahitajika ufanye bidii kumtafuta Mungu na kuhudhuria ibada zake. It's also important that you choose a church that preaches about the true word of God. Ni muhimu pia kuchagua kanisa ambalo linahubiri neno la kweli la Mungu. There are many churches who have dwelled in preaching about prosperity and riches, but they don't preach about righteousness and the conversion of people from sin to righteousness. Kuna makanisa mengi ambayo yanahubiri kuhusu utajiri na mafanikio bila kuhubiri kubadilisha watu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Such churches are based on economic interests, but are not based to drive you to the journey of salvation. Mambo haya ya makanisa ya namna hii yanaangazia mambo ya uchumi wao, bali si kwa ajili ya kuponya nafsi za watu. Therefore it is important that you have to agree with the true word of God, so that whatever you do must be the context of true salvation. Hivyo ni muhimu sana kukubaliana na neno la Mungu ili kwamba chochote unachofanya ikawe na mwingiliano na wokovu wako. We shall read the book of John chapter 10 verse 28. The book of John chapter 10 verse 28, it reads, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Biblia inasema katika Yohana Mtakatifu mlango wa 10 mstari wa 28, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. This is a command of the Lord for those who believe in the Lord Jesus Christ and believe in the hope that God sent his only Son, so that we shall be delivered through his Son. Hii ni amri ya Bwana kati ya wote wanaomtumainia Mungu na kumtumainia Kristo aliyetumwa na Baba kwa ajili ya kutuokoa. The Lord said, I give them eternal life, and no one of them shall perish, and no one shall take them away from my hands. Bwana anasema ya kwamba atatupa ufalme wa milele, naye hakuna atakayetupokonya katika mikono yake. For those who have agreed with salvation, I want to command this. I want to commit this to you, that you shall never perish, nor no one taking you away from the hands of the Lord, and you'll maintain the life of eternity that you have been given by the Lord Jehovah. Nataka nitangaze neno hili kwa ajili ya wale ambao wamepata kumwamini Kristo, ya kwamba hawataangamia wala hawatapokonywa katika mikono ya Bwana, bali wanaahidiwa uhai wa milele. As Christians, we must not regret of anything when we are praising and glorifying the Lord. Kama Wakristo tusijutie chochote tunapomsifu na kumtukuza Bwana. We know there is hope in God. Tunajua kuna matumaini kwa Bwana. He is the living God. Yeye ni Mungu aliye hai. And he is our living hope. Naye ni tumaini letu lililo hai. That for those who believe and trust in him shall be given eternal life, and no one of them shall perish. Kwamba kwa wote wanaomtumainia watapewa maisha ya milele,
nao naye hakuna atakayepata kuangamia. Witch doctors will never make you perish. Wachawi hawatakufanya ukaangamia. The Illuminati and the devil worshippers shall never make you perish. Waabuduo shetani hawatakufanya ukaangamia. Those with envy shall never make you perish. Wenye wivu hawatakufanya ukaangamia. The sorcerers who use evil spirits will never make you perish. Waganga hawatakufanya ukaangamia. Instead they shall be destroyed because of their evil missions. Badala yake wataangamizwa kwa sababu ya mambo yao maovu. Because God contains your life and gives you a living hope. Kwa sababu Mungu analinda maisha yako na kukupa matumaini yaliyo hai. All Christians and believers, they live in the Lord and they have high expectations. Waumini wote na wanaomtumainia Bwana wanaishi katika Kristo na wana matarajio mazuri. And that's why your enemy will threaten you, but after a short time the enemy will be suffering. Na ndipo maadui watakutishia, lakini baada ya muda mdogo wale maadui watakuwa wakiteseka. Jesus Christ spoke this and told people, I'm going to give you eternal life. Yesu Kristo akanena na watu akiwaambia kwamba anaenda kuwapa maisha ya milele. He said to people, you shall never perish. Anawaambia watu kwamba hamtaangamia. And he said, I will glued you in my hands, that you'll never be taken out of my hands. Akasema kwamba nimewaweka katika mikono yangu na hakuna atakayewapokonya. That's why we say God is a living hope. Na ndipo tunasema Mungu ndiye tumaini hai. When you believe in the Lord, you believe in life. Wakati unamwamini Bwana, unaamini katika maisha. Your success will come from God. Ushindi wako utatoka kwa Bwana. Your victory will come from God. Ufanisi wako utatoka kwa Mungu. Therefore, you should make a good relationship between you and God. Hivyo ukafanye mahusiano mazuri kati yako na Mungu. So that the Lord can do you a lot of mercy and grace. Ili kwamba Mungu akujalie rehema nyingi na neema. So that you shall never lose anything when you believe in Him. Ili kwamba usipoteze chochote unapomtumaini. Therefore, we must uphold the will of God. Hivyo lazima tukapate kuishika mapenzi ya Bwana. That's why when you are in the house of God, you must commit and concentrate to the word of God. Na ndipo tuwapo katika ibada za Bwana lazima tumakinike na kumwangazia Mungu. When you see jokers in the house of God, those ones have exonerated themselves from being the first fruits of the Lord. Wanaofanya mizaha katika nyumba ya Bwana wamejiondoa kufanyika limbuko kwa Bwana. When you become an exempt of the living hope of God, then know that you'll perish. Unapokuwa nje ya matumaini iliyo hai ya Bwana, basi utaangamia. Because you don't expect to live anymore. Kwa sababu hautarajii kuishi tena. Let us rejoice in the Lord and continue proclaiming the true message of the Lord. Wacha tukaendelee kufurahi katika Bwana na kutangaza neno la kweli la Mungu. We want to read the book of John chapter 17 verse 11. Tusome kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 17 ule mstari wa 11. The Bible says, I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name. The name you gave me, so that they may be one as we are one. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba Mtakatifu, kwa jina lako lilonipa, uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. The Lord Jesus Christ, before he rose to heaven, there is a special prayer he made for us as humankind. Bwana Yesu Kristo kabla hajapaa kwenda mbinguni, kuna ombi alilolifanya maalum kwa ajili yetu. There is a special prayer that the Lord made for us. Kuna maombi maalum ambayo Bwana Yesu aliyafanya kwa ajili yetu. A prayer for unity as a church. Maombi kwa ajili ya umoja kama kanisa. Believers must be united. Waumini lazima wakapate kuishi kwa umoja. As you had already undergone the teachings the morning about the principle of community and the principle of community.
kama vile tulivyofundishwa asubuhi kuhusu kanuni za ujamii. You have to understand that with unity you will see the kingdom of heaven. Lazima uelewe kwamba katika umoja utaona ufalme wa Mungu. Because once you have unity, you will never kill, nor will never do anything that will enchant another person. Kwa sababu katika umoja hautaua wala kufanya chochote kitakachomwangamiza mwenzako. Why is it that Jesus Christ the Lord prayed for us about unity? Mbona Kristo anaomba kwa ajili yetu kwa sababu ya umoja? He knew that he had left us in the world. Alijua kwamba ametuacha katika dunia. The one that is critical. Dunia ambayo imepata kuharibika. The one that is subversive. Dunia ambayo imepata kuharibika. The one that is full of ridicule. Dunia ambayo imejaa fedheha. The one with the total embarrassment. Dunia ambayo imejaa aibu nyingi. He said, the Lord, ensure that you give them power so that they can have unity. Anasema Baba, hakikisha kwamba umewapa nguvu ili wawe na umoja. Jesus, when he left, he never wanted to have separations in the church. Yesu alipopaa hakutaka kanisa liwe na mgawanyiko. Why is it that you as an individual envy your brother and sister in the church? Mbona wewe kama binafsi unapata kumwonea wivu mwenzako ndani ya kanisa? Why is it that you cannot show your generosity to your brother or sister in the church? Mbona usionyeshe ukarimu wako kwa dada au ndugu ndani ya kanisa? Why is it that your prayers is always that your brother or sister must suffer? Mbona maombi yako tu ni kwamba ndugu yako au dada yako akapate kuteseka? We got a prayer about unity from the Lord Jesus Christ. Tulipata maombi kuhusu umoja kutoka kwa Yesu Kristo. He knew that the serpent lives in the world. Alijua kwamba tunaishi katika dunia. And the devil could bring separation in between us. Na ibilisi anaweza kuleta mgawanyiko katikati yetu. As Christians, we must continue praying about unity. Kama Wakristo tukazidi kuomba kuhusu umoja. Because unity gives us power. Kwa sababu umoja unatupa nguvu. We gain strength because of unity. Tunamaliza na nguvu kwa sababu ya umoja. When we pray for unity, we defeat the devil. Tunapoomba kwa ajili ya umoja tutamshinda adui. And that is why we are here praying and believing the Lord Jesus Christ. Na ndipo tuko hapa kuomba na kumwamini Yesu Kristo. Let us continue to know that the world is evil. Wacha tukazidi kujua kwamba ulimwengu ni wa uovu. As we understand that the world is evil, then we shall pray strongly and strongly every time. Tunapofahamu kwamba ulimwengu umejaa uovu, tutaomba vyema na katika nguvu. So as Christians, let us continue praying. Hivyo kama Wakristo, wacha tukazidi kuomba. It's good to pray for your sister in the church. Ni vyema kumwombea dada yako ndani ya It's kanisa. also good to pray for your brother in the church. Ni vyema pia kumwombea ndugu yako ndani ya That kanisa. shall strengthen the faith of one, so that the devil does not overtake us. Hii ndio itafanya dhabiti imani ya Wakristo ili kwamba adui asije akawanyakua. We can also read the book of Romans chapter 5, verse 3 and 4. Tusome kitabu cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 3 na 4. The Bible says, not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni udhabiti wa moyo, na kazi ya udhabiti wa moyo ni tumaini. Praise the living God. Bwana Yesu As asifiwe. a church, we must also glorify in suffering. Kama kanisa lazima pia tufurahi ama tumtukuze Mungu wakati wa majaribu. Because through suffering, we gain a spirit of perseverance. Kwa sababu katika dhiki tunapata moyo wa saburi. And perseverance will bring forth to you character. Nayo saburi italeta kuwa dhabiti. And character will bring about hope. Udhabiti wa moyo utaleta matumaini. What destroys the souls of Christians is when they meet or engage with suffering. Kinachoangamiza watu wa Kristo
ni wakati wanapopata kuingia katika dhiki na majaribu. That's the time you'll find people lamenting and saying everything evil. Hapo ndipo utapata watu wakiomboleza na kunung'unika wakisema kila kitu ni kibaya. Somebody will begin regretting about salvation. Mtu ataanza kujutia kuhusu wokovu. From today, let us glorify suffering. Kuanzia leo uache tukafurahia wakati wa dhiki. Suffering will train you into a good character. Dhiki itakutengeneza kwa ajili ya tabia nzuri. Because as you continue persevering during a suffering, you engage into the transformation of character. Maana tunapozidi kuvumilia na kuwa na saburi katika dhiki, hapo ndipo tunaandaliwa kwa ajili ya mambo mazuri. The moment you build good character, then you shall develop hope for your life. Unapokuwa na udhabiti wa moyo, hapo ndipo unajenga matumaini katika maisha yako. People who are now hopeful are those who engage a lot of suffering and tribulation. Watu ambao wana matumaini ni wale ambao wanapitia majaribu mengi katika maisha. Because as they persevered, they grew stronger and stronger in character. Kwa sababu walipovumilia ndipo walipata kukua vyema katika wokovu. And when they gain good character, their hope in the kingdom of heaven grew higher. Na walipokuwa dhabiti katika mioyo yao, hapo ndipo matumaini ya ufalme wa mbinguni ulipata kuongezeka ndani mwao. Therefore, as Christians, let us embrace suffering. Hivyo kama Wakristo, uache tukapate kupokea dhiki. It should not be the time when we should lament and even curse others for our suffering. Isiwe ni wakati wa kuomboleza na kulaani wengine kwa sababu ya dhiki zetu. Many people start cursing you the moment they get into suffering. Watu wengi wataanza kukulaani waingiapo katika dhiki. Some of them will say, we thought you took us to church so that we could enjoy life. Wengine wenu watasema ulitupeleka kanisani tukidhani kwamba tutafurahia maisha. Not knowing that in everything you do, you must expect challenges. Bila kujua kwamba kwa chochote unachofanya lazima utarajie changamoto. If a robber can be killed when robbing, what about you when you are praying about the will of God? Kama mwizi anayeweza uawa akiwa katika wizi wake, mbona wewe usijaribiwe katika wokovu? Because the devil is there to challenge you as a believer. Kwa sababu ibilisi yupo hapo kukutia changamoto kama muumini. But the moment we engage into suffering, we pass through, we gain a spirit of perseverance. And as we continue persevering, we build a good character for ourselves. Lakini wakati tunapopitia katika dhiki, ndipo tunapata saburi. Nayo saburi inatupa udhabiti wa moyo, inayoleta tumaini katika maisha. And through the character, we shall gain hope. Na katika udhabiti wa moyo tutapata matumaini. Let us read the book of Galatians chapter 3. I'm trying to rush into the Bible so that we can conclude our message early. In the book of Galatians chapter 3 verse 23. Before the coming of this faith, we were held in custody under the law, locked up until the faith that was to come would be revealed. Wagalatia 3:23. Lakini kabla ya kuja ile imani, tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says we were under the custodianship of the law before we received the faith. Biblia ikasema tulikuwa chini ya sheria kabla ya kuipokea imani. But after receiving the faith, we are not custodians of the law. Lakini baada ya kuipokea imani hatuko tena chini ya sheria. Because the faith has turned us round into the goodness of God. Kwa sababu imani imetubadilisha kuwa katika wema wa Mungu. Because now we are free people because we received the revelation of the Lord. Kwa sababu tu watu huru kwa ajili ya kupokea ufunuo wa Bwana. When you are saved, you must become happy. Wakati unaokolewa lazima ukapate kufurahia. Because your life has already changed. Kwa sababu maisha yako tayari yamebadilika. And that's why whatever you do, you must do what is gracious.
Na ndipo chochote unachofanya lazima kiwe cha neema. The way you reason, you must reason in a glorious way. Unapowaza lazima uwaze kwa utukufu wa Mungu. Therefore, you'll never injure the will of God. Ili kwamba usije ukatahadharisha mapenzi ya Mungu. You have to do what is right. Lazima ukatende kilicho chema. We have to ensure that we have a good relationship with God. Ukahakikishe kwamba una ushirika mwema na Mungu. And that's why when you come with the temple of the Lord, we come with what purpose? Na ndipo tunapoingia hekaluni mwa Bwana tunakuja na kusudi moja. To gain the kingdom of heaven. Kupata kurithi ufalme wa mbinguni. So that we shall never become slaves again. Ili kwamba tusiwe watumwa tena. And the Lord shall cover up our lives. Naye Mungu atapata kuzingira maisha yetu. We shall be assured in His hope of the kingdom. Nasi tutahakikishiwa tumaini la ufalme wa Mungu. And our life shall be free indeed. Nayo maisha yetu yatakuwa huru kweli We kweli. must not be jokers in our faith. Tusiwe watu wenye mizaa katika imani. When you have to pray, you have to pray. Wakati unahitajika kuomba lazima ukaombe. When you have to preach, you must preach. Unapohitajika kuhubiri ukahubiri. When you have to prophesy, let us prophesy. Unapohitajika kutoa unabii ukapate kutoa ule unabii. When you are sent as apostle, let us commit ourselves to apostolic work. Unapotumwa kama mtume ukapate kujitumikia wewe mtume. When you are to evangelize, let us give the gospel to the people. Unapohitajika kufanya uinjilisti ukapeana injili ya Kristo kwa watu. So that we are able to convert many to the kingdom of heaven. Ili kwamba ukaweze kubadilisha wengi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. And we can evade the suffering that we don't fend nor we don't get spoiled by the world. Ili tukaepuke ghadhabu ambayo inaweza kutupata. Let us read the book of 1 Corinthians. Tusome kitabu cha Korintho wa kwanza. 1 Corinthians chapter 2 verse 5. Mlango wa 2 mstari wa 5. The Bible says, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu bali katika nguvu za Mungu. As Christians, our faith must not rest on human wisdom. Kama Wakristo imani yetu isitulie katika akili za wanadamu. The human wisdom could be the experience of your business. Hekima za wanadamu inaweza kuwa pengine hali yako ya uzoefu wa biashara, the level of your education, nafasi yako ya masomo, the family you come from, pengine familia unayotoka ndani, the position you hold in the community or the society, cheo ambacho unashikilia katika jamii, your popularity, pengine nafasi yako ya kufahamika. Those are the wisdoms of the world. Hizo ni hekima za dunia. Therefore, we must engage into the wisdom of the true worship of the Lord. Hivyo lazima tukapate kuhusishwa katika hekima za Mungu. By sticking on the true word of the Lord. Kwa kunena neno la kweli la Mungu. So that we are directed on what we do spiritually and we come out of the worldly things. Ili tukaelekezwe cha kutenda katika roho ili tukaondokee ulimwengu ulioharibika. So that we don't become the asset of evil. Ili kwamba tusiwe vyombo vya uovu. And do what is righteous in the eyes of the Lord. Ili tukafanye kilicho chema katika macho ya Bwana. And that shall free us so that we gain the life of eternity. Na hili litatuweka huru ili tukapate kurithi ufalme wa mbinguni. This will also empower us to have a focus about our salvation. Na hili pia litatuwezesha kuwa na tumaini kwa ajili ya wokovu. Therefore, brethren, let us not live in our own wisdom. Hivyo wapendwa, tusiishi kwa hekima zetu wenyewe. The human wisdoms will make you perish. Hekima za dunia itatufanya kuangamia. The wealth you have will make you perish. Utajiri ulionao utakufanya ukaangamia. If you shall live with the wisdom of your wealth. Ikiwa utaishi katika hekima za utajiri wako. The education you have will make you perish. Masomo ulionayo itakufanya ukaangamia. If you live with the wisdom of your education. Ikiwa utaishi katika hekima za masomo yako. The business you have will make you
you perish. Biashara ulionayo itakufanya ukaangamia. If you live with the wisdom of your business, Ikiwa utaishi katika hekima ya biashara yako, the ranks you have will make you perish. vyeo ulivyonavyo vitakufanya ukaangamia. If you live with the wisdom of your position, Ikiwa utaishi katika hekima ya hizo vyeo. brethren, is the right time we have to conclude our own souls and direct them to the living God and the living hope of God. Ni wakati uliomwafaka kuunganisha mioyo yetu na Bwana, nasi tukatende mapenzi ya Bwana, So that we can manage to have a good direction about our life. ili tukaweze kuchukua njia iliyo njema kwa ajili ya maisha yetu. Let us read the book of 1 Peter chapter 5 verse 10. Tusome kitabu cha Petero wa kwanza mlango wa 5 ule mstari wa 10. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. The Bible is talking about the God of all grace. Biblia inanena kuhusu Mungu wa neema zote. You shall find no grace anywhere else apart from the grace of the Lord. Hatutapata neema popote pale ila kwa Mungu. Your employment will need God's grace. Ajira yako inahitaji neema ya Mungu. Your business will need God's grace. Biashara yako inahitaji neema ya Mungu. Your knowledge will need God's grace. Maarifa yako inahitaji neema ya Mungu. Your family will need God's grace. Familia yako inahitaji neema ya Mungu. The Lord of all grace, who chose you to understand his will protect you and restore your life after suffering. Mungu wa neema zote aliyekuita kufahamu mapenzi yake atakulinda wakati wa dhiki. He'll ever make you stronger. Siku zote atakufanya mtu mwenye nguvu. The time we find ourselves in weaknesses is not a time to lament. Tunapojipata katika udhaifu sio wakati wa kuomboleza. It's a time that God is preparing to make us strong and steadfast. Ni wakati ambapo Mungu anatutengeneza ili tuwe dhabiti. Let us focus on the restoration of the Lord, and let us focus for the strength and the steadfastness of the Lord. Wacha tukaangazie katika neema ya Mungu na kwamba tukapate kuhakikishwa na Bwana. That will build your way to the journey of the heavenly kingdom. Hii ndiyo itajenga njia yetu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. As a church, let us be happy when we undertake a situation of suffering. Kama kanisa, wacha tufurahie tunapopitia katika majaribu. It doesn't matter how long you will engage in that suffering. Haijalishi ni muda upi utapitia katika majaribu. At the end of the day, we should focus the living hope that comes from God. Mwisho wa siku ukatazamie matumaini yatokayo kwa Bwana. God promises to restore your life. He promises to make you stronger and even steadfast in your life. Mungu anaahidi kukufanyia urejesho na kukufanya mwenye nguvu unapomtumainia. So your life shall be of joy once you know the will of God. Hivyo maisha yako yatakuwa yenye furaha unapofahamu mapenzi ya Bwana. Let us commit to the love of God in every time of our life. Wacha tukakubali kukaa ndani ya upendo wa Bwana tunapopata kukubali mapenzi yake. Because He'll award us with great success. Kwa sababu atatuzawadi ushindi mkuu. And He'll make us have high expectations because of His will. Na atatufanya kuwa na matarajio makubwa kwa sababu ya mapenzi yake. Therefore, when we do everything, whatever we do, let us connect with God. Hivyo chochote tunachofanya, wacha tukajiunganishe na Bwana. Because of time, I just want to read one last book. The book of Matthew chapter 13, verse 17. The Bible says, "For truly I tell you, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see, and to hear what you hear, but did not hear it." Kitabu ni cha Mathayo mtakatifu mlango wa 13 mstari wa 17. Kwa maana amini nawaambia,
Manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Jesus was telling his apostles, the Lord Jesus Christ, he told his apostles that you are lucky, you people. Yesu Kristo ananena na wanafunzi wake akiwaambia kwamba mna bahati ninyi watu. As I can also tell you, you are lucky, you people, to be here. Kama vile ninavyopata kueleza kwamba mna bahati kuwa hapa. Because he said many prophets, most of the prophets, and the most righteous people, they long to see what we see now. And they long to hear what we hear now. But they never heard, nor they never saw. Maana manabii wengi walitamna wenye haki walitamani kusikia mnayoyasikia bali hawakuyasikia, na kutamani kuyaona mnayoyaona bali hawakuyaona. Let me tell you, brethren, it's not an issue of jumping up and down in the church that will prove that you have listened to the word of God. We must cogitate about the word of God so that we understand the true context of that word. Wapendwa, sio kuruka tu na kufurahi ndani ya nyumba ya Mungu ndiyo itakayokufanya kuwa katika imani. Inahitajika ukalifahamu neno la Mungu na kupata kutembea katika mapenzi ya Bwana. Because what you are seeing and hearing now is a priority for you. Kwa sababu unachosikia sasa ndiyo tazamio lako la sasa. God has just given you a single chance so that you can reveal your own character. Mungu amekupa tu nafasi ili ukapate kufahamu tabia zako. And also to understand the will of God about your life. Na pia ukafahamu mapenzi ya Bwana kuhusu maisha yako. Therefore those who joke around in the services of God are doomed. Hivyo wale ambao watafanya mzaha katika ibada za Bwana wataangamia. Because we are only lucky to be here. Kwa sababu una bahati tu kuwa hapa. We are lucky to see other brethren sharing the glory of God with us. Tuna bahati tu kuona wapendwa wakipata kuhusishwa katika utukufu wa Bwana. And we are lucky to get these messages that we hear now. Na tuna bahati kupokea ujumbe huu tunaopata kusikia sasa. Because God has awarded his glory unto us. Mungu amepata kutuzawadi utukufu wake na neno lake. God is the living hope. Mungu ndiye tumaini lilo hai. In everything that we do, brethren, God is the living hope. Kwa lolote tunalolifanya, Mungu ni tumaini lilo hai. If he could have possessed the heart of a human being, he could not send his only begotten Son to be crucified on earth for the sake of our deliverance. Kama Mungu hangempenda mwanadamu, hangemtuma mwana Yesu Kristo ili afe kwa ajili ya wokovu wetu. But because of his great love, that's why we see this salvation rotating within ourselves in our lives. Lakini kwa ajili ya upendo wake ule mkuu ndipo tunaona wokovu wake ukituzunguka katika maisha haya. Tell your neighbor you are lucky to be here. Mwambie jirani yako una bahati kuwa hapa. And understand why you are here. Na uelewe ni kwa nini uko hapa. And you have to change the wrongs you are doing. Na ukapate kubadilika ukaache uovu na ufanye. So that the will of God shall be done upon your life. Ili mapenzi ya Bwana ikatendeke katika maisha We yako. have to struggle to be counted first fruits of the Lord. Lazima tukafanye bidii kufanyika limbuko kwa ajili ya Bwana. And let us ensure we go to heaven. Nasi tukahakikishe kwamba tunaenda mbinguni. Going to heaven is righteousness. Kuenda mbinguni ni haki. Going to heaven is accepting tribulations. Kuenda mbinguni ni kukubaliana na dhiki. And you must be ready to persevere. Na lazima uwe tayari kuvumilia. Perseverance will award you character. Uvumilivu utapata kukupa udhabiti wa moyo. And character will compute your hope. Na udhabiti wa moyo utakupa tumaini. And every person to say hallelujah. Na kila mmoja aseme haleluya. And every person to say hallelujah. Na kila mmoja aseme haleluya. Because the kingdom of God is ours. Kwa sababu ufalme wa Mungu ni wetu. For we are prepared because we have known the right message of God. Hivyo tumejiandaa kwa sababu tumejua mapenzi ya kweli ya Bwana. And we have discovered we are lucky to be believers and followers of Christ. Nasi tumefahamu kwamba tuna bahati kuwa waumini na wafuasi wa Kristo. Let us always rejoice in our lives. Wacha nyakati zote tukafurahie katika maisha We yetu. continue living in his blood.
tukaendelee kuishi ndani ya damu ya Yesu, that we received during his day of crucifixion. tuliyoipokea wakati wake wa kusulubishwa. When he cried on the cross, Eloi, Eloi, sabachthani. Alipolia pale msalabani kwa ajili yetu. That's when we received a total salvation of deliverance. Hapo ndipo tulipokea wokovu ukamilifu kwa ajili yetu. And we are no longer in the custodianship of the law again, but we are free people in the kingly kingdom. Nasi hatuko tena chini ya sheria, bali tu huru katika ufalme wa Mungu. I say thanks to the Lord for today's message as we stand, so that we can sing to the Lord, we worship, and we can wind up with prayer. Namshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe huu tunaposimama na kuimba nyimbo za kuabudu ili tukaende mbele za Bwana. Let us all stand up. Tukasimame sote. Let us sing to the Lord all of us. We are Lord, you are here. We are the first fruits of the Lord. And we are in the living hope of God. We are no longer custodians of the law. Because the Lord God has chosen us for the kingdom of heaven. Lakini neno litasimama. Na kiburi kitapita, nayo mali itapita, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Ukapate kukombolewa, ukapate kukombolewa.